kondoo wengine ambao hawako kwa zizi nitawaleta. Kwa hivyo kuna wengine wameleta, na kuna wengine mko hapa mmekalia kiti ya kondoo mwingine yako pale, maana ulikataa kubadilika. Kwa hivyo utoke akaje akalie, maana yeye ndiye anaenda, lakini isiwe ni wewe. So all that is happening. So today ninazungumzia moja ya hiyo, tunasema ya kwamba shida zitatokea. Sasa atakapofunga mlango wa rehema, atakapofunga huo mlango wa rehema, hakuna kuchange mind, hakuna kubadilika. Utakaa, mlango umefunga. Sasa ukifunga hautabadilika. Hata ukibisha uambie Nuhu fungua, imefungwa, shaenda. Atakapofunga huo mlango wa rehema, kuna trouble ingine itatokea, inaitwa Jacob's time of trouble. Lakini pia kutakuwa na mapigo 7. Na ndio tunafaa tuweze kujiandaa. Hiyo hatutasoma katika Darnet event, tutarudi siku nyingine tujifundishe event za kufunga mlango kwa rehema. Lakini sasa wakati mlango umefungwa, Biblia inasema hivi katika kitabu cha Ufunuo 16, Ufunuo ni 16 fungu lile la kwanza. Ufunuo ni 16, Ufunuo 16 fungu lile la kwanza. Anasemaje? Nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika 7, enendeni mukavimimine vile vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu katika nchi au juu ya nchi. Nikasikia sauti kuu ikitoka hekaluni. Hekalu gani? La mbinguni, sio hapa duniani. Na inawaandalia wale malaika 7. Kuna malaika 7 ambao wameandaliwa. Kuna malaika 7 ambao wameandaliwa, na wanakuja kumwaga ghadhabu ya Mungu duniani. Ghadhabu ya Mungu duniani. Ufunuo 16 imejigawa mara 2. Ufunuo 16 imejigawa mara 2. Sehemu ya kwanza ni fungu la kwanza hadi fungu la 9. Hiyo inahusu hukumu au kuwekwa kwa hukumu, the commencement of judgment. Sehemu ya kwanza inaonyesha wakati hukumu inaanza. Sauti inasema enendeni mukamwage ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Sehemu ya kwanza, fungu la kwanza hadi la 9. Na fungu la 10 hadi fungu la 21 ni kukamilika kwa hukumu. Sasa kitabu hiki au sura hii ya 16 ni mojawapo ya yale mambo ambayo tumejifundisha katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo kina series ambazo ni za hukumu. Kitabu cha Ufunuo kina hukumu, na pia kitabu cha Danieli kina hukumu. Hasa kitabu cha Danieli kina hukumu sana. Danieli, jina yake, maana ya Danieli ni kusema God is my judge, na kitabu hicho ni cha hukumu. Na pia kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo Ufunuo has 3 series of judgment. Ufunuo ina sehemu 3 ambazo ni za hukumu. Sehemu ya kwanza, na zote ni 777. Zote ni 777. There are 3 series of 7s ambazo inaonyesha hukumu. Ya kwanza tushawisoma katika Ufunuo 6, ambayo ilikuwa ni mihuri 7 ya Mungu. Mihuri 7 ambao tuliweza kuona ilipofunguliwa. Kama unaweza kumbuka, farasi wa kwanza, farasi wa pili, farasi mweupe, farasi mwekundu, farasi mweusi, farasi wa kijivujivu, na roho zinazolia kutoka chini ya madhabahu, na vile mwezi na nyota na jua ziliafektiwa. Haya yote tuliweza kusoma. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya hukumu ya Mungu ambayo inapatikana katika sura ya 6. Sehemu ya pili ni tarubeta. Kuna tarubeta ambazo unazipata katika Ufunuo 8 na 9. Zinaitwa the 7 trumpets, tarubeta 7, tarubeta 7. Na ya tatu, hukumu ya tatu au sehemu ya tatu ya hukumu ni huu Ufunuo 16, ambao una mapigo yale tunaita mapigo 7. Mapigo 7, the 7 plagues. Haya ni sawa na yale ambayo yalikuwa ni mapigo ya pale Misri kabla ya wana wa Israeli kuhama au kutolewa pale Misri.
Kwa hivyo kabla hawajaokolewa, kabla hawajatoka katika nchi ya utumwa, kulikuwa na mapigo. Na mapigo hayo yalikuja sio kwa wana wa Israeli, yalikuja kwa watu wa Misri. Mapigo haya 7 nitakayoyazungumzia siku ya leo. Mapigo haya 7 nazungumzia siku ya leo ni hukumu ambayo Mungu ameitoa kwa watu wa dunia, sio kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo you are safe. You are safe. Na inakuja baada ya Ufunuo 13. Kwa sababu tuliona Ufunuo 14 Mungu akisimama. Ufunuo 14 Mungu anasimama kutetea watu wake. Ufunuo 15 na 16 Mungu anasimama kutetea watu wake. Hii Ufunuo 16 anatetea watu wake. Malaika wa kwanza akaenda na akakimimina kitasa chake juu ya nchi, pakawa na jipu mbaya bovu juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Niseme kitu ya kwamba mara kwa mara watu wengine tukisoma katika Ufunuo, tunaposoma Ufunuo 13, tunaona kuna mnyama na tunaona ni kama chui na jeraha lake amepigwa la mauti. Alafu tunaona mnyama wa pili ambaye ni yule tulisema aliyetengeneza sanamu ya mnyama wa kwanza, na pia ambaye alikuwa na alama ya huyo mnyama au chapa ya mnyama yule. Wengine tukisoma, hasa wale ambao tunahubiri unabii, tunapenda sana kumaliza kila kitu tukisoma Ufunuo 13. Tunataka kusema kila kitu hapo, tunafikiri hapo tu ndio iko. La, sio kila. Hata ile Yohana alisema bado anairudia. Ukifuata vizuri utakuja kugundua ya kwamba ukisoma 14 fungu la kwanza anasema wale ambao hawakuweza kumuinamia yule mnyama na sanamu yake, ambao walikuwa ni 144,000 ambao walipata muhuri wa Mungu. Inarudiwa pale. Ukienda 15 wale ambao hawakuweza kumuinamia yule mnyama, inarudiwa tena. Na hapa tena imerudiwa ya kwamba watu wenye juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Hii inakwambia nini? Ni kwa nini kitabu hiki kinaenda kikirudia? Kwa sababu hustahili. Yohana hataki ati ukae chini kwa sahani moja ukule kila kitu hapo. Hapana, ni polepole tu mpaka uelewe. Tunaelewana? Aya. Kwa hivyo wakati tunapokisoma hiki kitabu, ninaelewa hata mimi ya kwamba si mambo yote tunasema utayashika yote mara moja. Kuna ingine utashika kesho, na ingine kwanza utasikia leo na utakuja kuelewa next year. Si yote unaelewa yote, hapana. Na ukikumbuka nilikwambia kitabu cha Ufunuo hakijaandikwa kwa kufuata, kimeandikwa kwa kurudia. Not in a chronological manner but in a repetitive manner. Si kitabu kama zingine unasoma ikafanyika hivi leo na kesho zinafuatana. Yohana akifika 7 yeye hurudi nyuma. Yeye ni mambo ya 7, akienda afike 7 anarudia. Kuwa na hayo mazoea pia ya kwamba ukienda unarudia. Bwana asifiwe. Hata ukifundisha enda unarudia. Amen. Kwa hivyo Yohana amesema malaika wa kwanza alikuja na akamwaga kitasa chake juu ya nchi, na wale ambao wanamwagiliwa ni wale walikubali yule mnyama na sanamu yake. Wale walichagua kutoka kwa Mungu wakae kwa shetani, waabudu sanamu, wawe na mnyama wao, ndio wanamwagiwa kitasa hiki. Na wakati kinamwagwa kwao wanapata nini? Majipu mabaya, boils. Isaya 1 fungu la 5 anauliza swali, mbona mnapenda kuchapwa? Kila wakati mnapenda kupigwa. Na anasema kichwa chote ni kigonjwa mpaka chini, ni vidoda tu, havijasongwa, havijapakwa mafuta. Anatabiri wakati huu watu watapata vidoda kuliko vile vya Nuhu, na hizi virus usiende hospitali kwa sababu hakuna mtu atakupatia dawa. Watu wa Mungu walipigwa, watu wa Mungu walifukuzwa, hawakununua wala kuuza.
dunia haikuwahitaji. Walipigwa, waliondolewa, walihama, walitoka Bongo, walienda wako msituni, hata wengine hatujui wako wapi, na wengine tuliwaua. Walibaki wale tu wanaabudu mnyama na sanamu yake. Mungu ametuma malaika kumwaga kitasa chake juu yao, hao wanaoabudu huyo mnyama na sanamu yake. Wakapata vidoda, ugonjwa wa kansa ambao hawakuielewa, na hautaenda hospitali, hautakanyanga hospitali, kwa sababu hata yule angekupeleka hospitali ako na vidoda zake. Umeshapata jipu wewe? Wale mumepata jipu mnaelewa. Sasa haya majipu yamepata kila mahali kwa mwili. Kukaa ni shida, kulala ni shida. Umeoza ukiwa hai. Watu watatoa usaha wakiwa hai. Watu watatoa damu kwa miili yao wakiwa ndani, wakiwa hai. Mwili umeraruka, mwili umechipuka, mwili unadodoza hiyo maji mbaya. Watu hawasalimiani kwa sababu naona huyu atakuambukiza. Yule wa daladala ni mgonjwa. Yule ambaye naye ni wa bodaboda aliugua, ako na majipu yake. Kila mtu anang'ang'ana na yake, na hautasema imeshika yule, haikushika huyu. Mungu anasema mwagilia wote tanza hapa. Usiacha kila mtu. Wote, hii ni ugonjwa ya pekee ambao ni wote. Hata COVID ni afadhali. COVID ilishika wengine na wengine mlipona. Si mmekaa hapa na mlipatanga hiyo kitu. Sasa hii na wengine hawakushikwa na COVID. Lakini hii ya Mungu wote. Wazee wana majipu, wakina mama wana majipu, watoto wandogo wataumia. Unaenda kunyonyesha, badala ya matiti itoe maziwa, inatoa usaha na damu. Ukienda kukaa unasikia uchungu kila mahali. Hautavaa nguo vizuri kwa sababu ni majipu na inashikana na mwili. Hutaki kusikia chochote, watu watakaa uchi. Utakaa kwa nyumba. Mungu ameamua kumwaga mapigo kwa wale ambao walimwabudu yule mnyama na sanamu yake. Na hakwambii hivi akutishe, anakwambia kwa sababu itatokezea. Anasema watakuwa wameugua. Usiende hospitali, maana hata madaktari walioabudu mnyama na sanamu yake wanalia wakiwa nyumbani, wameugua. Wale wa kuangalia kwa laboratories, kuangalia hii ni virus gani, ni wagonjwa, wako nyumbani, wameugua. Dunia imeletwa katika stand still na Mungu mwenyewe. Hakuna rais, hakuna serikali, hakuna askari, hakuna. Wote wanalia, kila mtu anasema sitaweza kuja hospitali, na yule unaomba ruhusa naye analia kwake. Shida kubwa. Wakati Danieli anaandika, anasema ni shida ilikuwa ambayo haijawahi kuonekana katika dunia. Great tribulation. Mungu ameghadhabika. Na kumbuka, mlango wa rehema umefungwa. Na kwa sababu mlango wa rehema umefungwa, hakuna rehema za Mungu. Ndio anasema utakunywa kwa kikombe cha ghadhabu ya Mungu kisichochanganywa na maji. Watoto wanalia, vijana wanalia, akina mama wanalia, wazee wanalia, serikali inalia, watu wanaumia, wanajaribu kumuita Mungu, wakati huo hasikii, kwa sababu walichagua, wakamchagua mnyama. Walikataa ishara ya Mungu, walikataa muhuri wa Mungu, walikataa amri za Mungu. Siku imefika, Mungu amesema kiboko ndicho hicho. Na ubaya ni kwamba sio kimoja, ni 7. Kwa hivyo tuone ya pili. Anasema ya kwamba katika hiyo Ufunuo 16 fungu la 3, na huyo wa pili akakimimina kitasa chake juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya mfu, na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa. Wa pili alienda katika bahari na ziwa, akamwaga kitasa chake, na ikawa ni damu kama damu ya mfu. Na unajua ni kwa nini mtu akifa hunuka? Ni damu. Ukitaka asinuke, toa damu yote, all the fluids, atabaki utakauza sawa. Lakini sasa anasema namna gani? Bahari inanuka, imekuwa red. Hii bahari itakuwa nyekundu na ni damu ya mfu. Kwa hivyo imeshikana, you cannot swim in it. Hakuna meli itapitia hapo. Lakini nani ataendesha meli na wanalia kwa vidoda?
Itakuwa ni wakati mbaya, kipindi kigumu, kama ilivyokuwa pale Misri. Maji yakawa damu, vivyo hivyo na malaika wa pili. Na huyu wa pili ni kama wanafanana na watatu, kwa sababu fungu la 3 linasema, fungu la 4 linasema, na huyo watatu akakimimina kitasa chake juu ya mito, na chemichemi za maji zikawa damu. Nami nikamsikia malaika wa maji akisema, wewe mwenye haki, uliyeko na uliyekuwako, mtakatifu, kwa kuwa umehukumu hivi. Kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na ya manabii, nawe umewapa damu wainywe, nao wamestahili. Nikasikia hiyo madhabahu ikisema, naam, Bwana Mungu Mwenyezi, ni za kweli na za haki hukumu zako. Neno la Mungu linasema, malaika wa pili na watatu akaenda akamwaga kitasa chao, vitasa vyao kila mahali kuna maji. Kwa bahari akamwaga, kwa mito akamwaga, kwa chemichemi akamwaga, kila mahali kuna mwaga. Hata kwa tanki yako nyumbani akamwaga, na kwa mtungi akamwaga, na ukichota maji mazuri atamwaga, itakuwa nyekundu. Na unajua uzuri, kama ni mtu wa Mungu akienda kuchota maji kwa mto, maji ni safi. Bwana asifiwe. Maji yatakuwa safi. Ni kama tu vile kule Misri, kwa sababu hiki kiboko sio cha wale wanaomwabudu Mungu na kuwa na muhuri wake, ni wale waliomwabudu mnyama na sanamu yake, na wana alama yake, chapa yake wako nayo. Basi wanakunywa kikombe kutoka kikombe cha Mungu, ghadhabu ya Mungu, na wakamwagiliwa. Na nikasikia malaika akisema, Bwana wewe mwenye haki, umewapatia damu wanywe hiyo damu, kwa sababu walimwaga damu ya watakatifu. Mlimwaga damu ya watoto wangu, nitawapatia damu kwenu, na ni damu inayonuka. Kila mahali inanuka, kunanuka, kwa sababu bahari ni kama damu ya mfu, mito ni kama damu ya mfu, maji yote ni kama damu ya mfu. Na wewe unadodoka damu. Damu unafaa uoge. Maji ni damu, utaoga na nini? Maji yote yameshikana, ni kama uji. Maji yote yameshikana na wewe mwenyewe hauogi. Hiyo inamaanisha utakuwa na kiu zaidi. Wanatuambia kama kuna mtu amepata majeraha ya kuchomeka, burns, apewe maji, fluid, kwa sababu amelose a lot of water. Sasa wakati huu, kwa sababu ya vidodo na usaha unatoka na damu inatoka na maji yanatoka kwa mwili, inamaanisha una lose fluid katika mwili wako. Na kwa hivyo unafaa uweze kupata fluid, ukunywe maji. Lakini maji yako wapi? Maji yako wapi? Uliitwa na mhubiri akupeleke kwa maji, ukabatizwe katika maji mengi, ukakataa. Sasa hayo maji yamekuwa ni kiboko, yamekuwa ni weapon ya kukutesa wewe. Wakati umefika, mlango wa rehema ulipofunga wakati wa Nuhu, Mungu hakuachilia mkono wake, lakini mvua ulikuja. Na ukisoma kitabu cha Mwanzo 7 fungu lake ni la 11, inasema kila bubujiko la maji, vilindi vyote vya maji vilifunguka zote. Mvua wa Nuhu ulikuwa unanyesha kutoka juu na kutoka chini. Ni kwa nini mvua ilikuwa itoke chini? Maana walikuwa wameambia Nuhu, mvua ikija tutajificha ndani ya manyumba. Mungu akasema ni sawa, muko na roof, nitatoa maji chini. Mkiwa huko kwa nyumba mtaona mvua inanyesha kutoka chini. Wacha nikwambie, kama unataka kupigana, pigana na shetani, lakini usipigane na Mungu, maana atakuweza. Niliwaambia Mungu wangu anapendanga vita, maana hajashindwa. Usipigane na yeye, atakumaliza tu. Unajua hapa Tanzania hapa, askari wanaweza wakakukimbiza na gari, maana umekimbia tu, wakukimbize, kukimbize. Haya, na wakikukimbiza ni kukimbiza ama ni kukimbisha? Wakukimbize. Na sababu wewe uko na gari nzuri, unajua pia gari za askari wakati mwingine pia ni za kuhurumiwa, you know. So kanakuja tu nyuma yako dao, usaenda. Waona, wachana hiyo, hatutafikia. Labda atarundia hapa, mkae mumetega, muangalia tu kusoma hapa vizuri, lakini ndio na wanakutegea. Marekani
askari usitoroke. Usitoroke. Akikukimbiza simama tu. Akiweka mataa, pwa, simama. Kama unataka amani. Unless haupendi amani. Kama haupendi amani, kimbia. Kama unapenda amani, simama kando, mumalizane. Kwa sababu ukikimbia, gari yao inajaa mafuta tayari na wako sawa. Gari yao haina speed governor. Na wakiweka hiyo kitu, magari ingine yote inakuondokea. Kwa hivyo inakuwa ni wewe na wao. Na ndio unaweza kuwa na gari inakimbia kuliko wao, lakini wanaita askari kule wanaelekea, wanaita askari wengine wa huko mbele. Kwa hivyo watakuja kujoin in the race. Na ukiwa una haraka kuliko magari, wataita ndege. Ndege itatokezea, ndio inakumulika. Ndege inakumulika. Inasema okay, nao saa hii anapita hapo Mwembe Chai, hapo anapita hapo. Hiyo barabara hapo, ndio huyo. Ameenda upande wa Nyerere Road hapo, karibu na kibanda cha mafuta hapo ndio huyo. Ameingia amepinduka sasa. Wao wanamwambia, kwa hivyo hawakumisi. Alafu wengine wanakungojea barabara, utaenda mahali. Hao hata kama ni usiku yote, they like it. Wana enjoy. Si hapa unaweza kimbia kama kagari kako kako sawa. Mimi sikwambii ukimbie. Mimi nasema vile. Sasa wakati Mungu anaposema ataleta mapigo, akiamua kukulima, atakulima na kila mahali. Atakulima sawa sawa. Hii ni wakati watu wa Mungu, hiyo siku tutacheka sana. Siku hiyo ndio tutawachekelea. Hakuna maombi, unaomba iende wapi? Alifunga mlango, hakuna maombi inajibiwa. Hata ukipiga simu kwake unasikia samahani, nambari ya mteja uliyempigia hapatikani kwa sasa. Samahani, nambari ya mteja unayepiga hapatikani kwa sasa. Halo Yesu. Yesu sasa hivi hapatikani, ashafunga mlango. Kuna siku hiyo itafika. Unapiga unauliza Yesu, can you hear me? Yesu, unanisikia? Mimi ni mzee wa kanisa, ninakuja kukuletea jirani yangu. Anasema samahani, hapa bingu laini zote zimefungwa. Kuna siku itafungwa na atasema imefanya nini? Imekwisha. Do not wait for that. Sababu ikifika, hakuna maombi itaenda. Hakuna maombi yataenda. Hakuna kuwaombea. Hata wale wanakuombea wako wapi? Na uliwalima wakaenda. Nyumba zao mlichukua nyumba zao. Hata kanisa mlichukua. Maana hawangeenda kustaki, hawana namba ya mnyama. Hakuna serikali itawazikia. Wengine wamefungwa mpaka saa hii. Watakuombea ukiwa wapi? Mwili umekuwa na shida, it is getting worse, mpaka unadodosa wadudu kutoka kwa mwili wako na uko hai. Unaziona tu, unatoa, unasema jamani, tutafanya nini? Lakini Mungu anasema maji yatakuwa ni damu. Fungu la 8 anasema, na huyo wa 4 akakimimina kitasa chake juu ya jua, nalo likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa, nao wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo hayo, wala hawakutubu wala kumpa utukufu. Wa 4 hakumwaga kwa watu, wa 4 hakumwaga kwa maji, wa 4 alimwaga kwa jua. Jua likapewa ruhusa tu. Unajua jua saa hizi liko mbali sana na sisi, very far away, 93 million miles kutoka hapa kwetu, mbali sana. Na hata wakati inatoa mwangaza wake, because it is very hot, kuna vizuizi Mungu aliweka. Kuna vizuizi tu Mungu aliweka ya kuzuia miale ya jua isikuletee shida. The UV rays za jua ikikuchoma direct inaweza ikakupatia cancer. Hiyo tu inaweza ikakupatia cancer. Kwa hivyo Mungu hata ameweka, kuna blanketi Mungu aliweka mbinguni inaitwa ozone layer, ili izuie, ili jua ikimulika tunaletewa ile itatufaidi sisi. Sasa siku hiyo imeruhusiwa. Najua ninajua limekuwa likingojea kuruhusiwa. That one I know for a fact. Pastor, hiyo ulijua lini? Hujui wewe? Hujui jua linakuanga linawangojea ninyi? Wacha nikukumbushe kama ulisahau. Kuna siku walishika yule aliyeliumba. Jua lina muumbaji anaitwa Yesu. So watu wa dunia walishika Yesu wakaweka kwa msalaba. Jua likafunga macho. Kutoka saa 6 mpaka saa 9 lilikasirika sana. Likaamua halitaleta mwangaza duniani.
najua inaona masaa matatu haikutosha, linangojeanga sasa ile wakati itapewa ruhusa ichome watu, litachoma. Umeshapita mahali kuna chomwa nyama, umeshapita mahali kuna chomwa nyama, unasikia harufu kwa hewa, inaitwa barbecue. Siku hizo itakuwa watu wanachomwa mili na jua linakuwa, watu wote wanasemea nyama zinachomeka. Ndani wewe, hata wewe unanusa nyama ni zako. Jua limemulika, unaona ukitoa moshi kwa mwili, linachoma. Ni kwa nini? Kwa sababu walikataa sabato ya Bwana, waabudu jua. Sasa hilo jua limepewa ruhusa liwatesa wanadamu, na kwa sababu ya kuchomwa watakauka mili, kwa sababu ya kuchomwa maji yatakauka. Jua linachoma wale ambao walimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, na wakapokea chapa katika vipaji vya nyuso zao na mikono yao ya kulia, watachomwa. Jua litawachoma na maunguzo makali. Chini yenyewe itakuwa ni moto, kukanyanga ni taabu. Hautavaa viatu kwa sababu una majipu, utakimbilia wapi? Ukikanyanga hivi unachomeka, ukikaa chini ni taabu, kulala pande hii ni shida, kupinduka hii ingine ni taabu. Kama kuna wakati ya kutakuwa na mapenzi ni wakati huo. Hakuna mtu ataambia hey babe saa ngapi, na analia ati babe saa ngapi. Kama kuna wakati hautapikiwa ni wakati huo. Nani atakupikia? Mama analia, she is sick. Watu wataumia. Mungu ameamua kuwalima na kiboko yake, wanateseka. Hauogi. Imagine siku moja hujaoga, siku mbili, siku tatu. Imagine hujaoga na una damu zinadodoka kila mahali, na kila mahali bahari inanuka, mito inanuka, mke wako ananuka, bwana ananuka, watoto ndio zaidi, wazazi tena sana, kila mtu. Ukipitanga barabarani unaona wale watu homeless, unajiangalisha kwingine. Hebu nipatie. Oh my God. Oh my goodness. Unajua sikupumua. Mimi huyu mtu ananuka. Wacha nikwambie, kuna siku utanuka kama yeye. Tena zaidi. Kila kitakuokoa ni kukubali wito, umkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. La sivyo utanuka. Na neno linasema ya kwamba walipochomwa, badala ya kuungama dhambi zao, wakatukana jina la Mungu, wakamtukana. Hebu nikuulize, ukichapa katoto yako kwa makosa, ukasema ile tuliambiwa na daktari, si kofi, kiboko, kalia kasikia uchungu, kakuangalie, ukauliza unaniangaliaje? Unaniangalia kwa nini? Wewe ni mbwa, wewe ni mbwa. Hebu nikuuliza mama, baba, mtoto umechapa sawa sawa, akuite mbwa na vita ilikuwa imeisha, ni nini kitaendelea? Naona wengine hata wengine wamekasirika sasa hivi, kama umesikia akamekuita tayari umekasirika. Usitukane yule amekuchapa, maana sasa inaanza tena. Imagine wakatukana Mungu, wakalitukana jina lake. Mnateswa kwa sababu mlilitukana, mnateswa kwa sababu mlimkataa. Sasa wakati umefika, mnaifanya officially. What do you think will follow? Unafikiri atasema, "Aya, umeniita mbwa"? Hiyo ni makosa. There is no time to negotiate. Kuna kuongea. Ni kiboko iingie ingine. Sikia vile anavyosema katika sura hiyo ya 16. Fungu lake ni la 10. Na huyo wa 5 akakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama, ufalme wake ukatiwa giza, wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu, wakamtukana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao, wala hawakuyatubia matendo yao. Neno linasema malaika wa 5 alienda mpaka bedroom. Alienda mpaka kwa kiti cha enzi cha huyu kiongozi, huyu mnyama, headquarter. Alienda headquarter. Sasa hakuna mtu anakataa. Headquarter akamwaga kitasa yake hapa. Alipomwaga, taabu ikaingia katika huyo mfalme. Anasema ya kwamba alipokimwaga kitasa chake yule mnyama, kukawa giza. Umeshaona giza ina uchungu? Basi hii itakuwa ni uchungu. Inasema ya kwamba giza ilikuwa nene hivi, uchungu. Unajaribu kuwasha taa inaogopa hiyo giza. Unawasha hii mataa haiendi mahali. Ndio Mungu akuonyesha yeye ndiye controller wa hii dunia. Mmekuwa mkimchezea. Unaona kama he's a small boy. Mmekuwa mkichezea yeye. Sasa anasema ninataka niwatangazie mimi ni nani. Lakini si ni mzuri huyu. Unafikiri you will go scot free? Ati umehubiriwa majuma matatu, wewe unacheza tu.
Wewe uko hapo kwa baa unasikia na unaendelea kusikia hii mahubiri ukikunywa tu pombe. Hii mahubiri Pastor Munene anahubiri, uko hapo kwa baa, nikisoma fungu nasema tusome fungu hili lingine, nawe unaitisha kikombe kingine na unafikiri ni mzaha tu. Wewe ni kukunywa tu na mimi naendelea kuongea na wewe. Unafikiri sina kazi nyingine ya maana kufanya, ni kukupatia tu entertainment usiku. Hiyo pombe kunywa ya mwisho leo. Kama hutakunywa ya mwisho, utakunywa damu yako. Na sikutishi, sio threat, utakunywa baba. Utakunywa mama. Kama unasikia ujumbe ukiwa kwa hiyo kituo, kama kuna wakati wa kukubali Yesu, ni sasa, maana haujui ya kesho. Ni sasa. Ukisikia unaitwa ubatizwe, kimbia mbio, kwa sababu haya yatakupata. Anasema wakawa na shida na uchungu, wakatafuna ndimi zao. Ndimi wanatafuna kwa uchungu, ndimi zao, maana mikono ni shida kujisaidia, tabu. Na huyo wa 6, lakini sikia, wacha ni fungu la 11. Anasema wakamtukana Mungu wa mbingu kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipi yao, na hawakutubu kwa sababu ya makosa yao. It is getting worse. Wewe unayesikia injili hii mahali pote ulipo, iwe unapita barabarani, iwe uko kwako kwa nyumba, iwe uko wapi, this is not a message to play around with. Huu si ujumbe wa kuchezea. Huu ni ujumbe wa kukufanya wewe uwe na uhusiano na Yesu kabla hajatokea uangamie. Na nyinyi mko hapa ndani, hata ninyi hamutapona. Kama utakaa na hii ujumbe, hakuna mtu unakaribisha, hauiti mtu, wewe unakaa tu. Unakaa tu, hauiti watu. Hauambii sikia, na ni rahisi ni kuwatumia ujumbe au kuwaambia channel fulani na iko kwa TV tayari, ako na TV, ako na remote, kazi yako ni kumwambia weka channel namba fulani. Hiyo peke yake, na hautaki. Utasikiaje ukiona jirani ambaye angeokolewa kama ungalimwambia tu? Kama ungemwambia, imagine, kumbe ningeambia my boyfriend, kumbe ningeambia my girl, kumbe ningeambia auntie, kumbe ningeambia shangazi, kumbe hata ningeambia mwalimu, kumbe ningeambia yule mama ananitengeneza nywele, yule mzee ananikata nywele, kumbe ningemwambia yule ambaye ananiuzia mikate na kila, kumbe ningeenda kwa duka nimwambia nipatie maziwa 2 na mkate moja. By the way, unajua kuna mkutano inaitwa Dar. Hiyo peke yake hautaenda hasara, lakini umenyamaza. Utasikiaje hawa watu ambao ungewaokoa wewe, ungewaokoa kwa kuwapatia ujumbe, wanateseka hivi? Kumbe ungewasaidia, kumbe ungewaokoa, kumbe ungeokoa damu yao, lakini uliamua kunyamaza. Uliamua kunyamaza tu. Uliamua kusema tu amen. Ukisikia wengine wametoa TV zao na vibada zao na wanabatiza, na wewe mbona ulinyamaza? Mbona ulinyamaza? Why? Where is the fun? Fun iko wapi kama utakula hii chakula ya kiroho, hii ujumbe peke yako, na uko na mtu fulani? Kwani haumpendi? Haupendi huyo mtu ambaye hajamwamini Yesu, hajakubali sabato yake takatifu, and you are comfortable, hausumbuki, na unaenda kulala na unapata usingizi wewe. Hata ndoto unaotanga, ndoto average ya ndoto 6 mshiriki, unaota ndoto 6, moja imemalizika, zimebaki zingine 5. Na unaota kabla ya saa 10 na umelala saa 6 ya usiku, na by saa 10 ndoto 6 imeenda, na unapata usingizi wakati mtu mwingine hajapata hii jiri. Hata wewe kusema ukweli unaona kama uko sawa? Unaenda nyumbani kutoka kwa mkutano, unapika, unaweka chakula yako 100% unafagia, halafu unachukua mdafu unamwagilia kwa tumbo, tena unakunywa hati kachai. Siwezi nikalala bila kunywa kachai, halafu uende ulale. Na kuna mtu hujamwambia ujumbe ya leo, hata hukutuma link uambie angalia hii, na unaona mambo iko sawa? Sio sawa. Si sawa. Huwezi ukakaa na kanisa limetumia hizi pesa zote ili watu waambiwe, na wewe you are the media, wewe unakaa tu ati uko normal. You need to be abnormal. Abnormal wakati neno la Mungu linafika. Be abnormal, unaambia watu wewe mkutano kwako nyumbani, waambie tunaenda wote kesho kanisa. Enda kwa mama yako mzazi, mpigie simu mwambie mama,
Kwa nini utakaa umefungia Yesu mlango? Kama kuna wakati hautafurahi mama yako akiteseka, baba yako akiteseka, watoto, jirani, rafiki, utafurahia mwalimu wako, mwalimu wa watoto wako wakati na ulikuwa na chance ya kumkaribisha kwa mkutano. Kumbe ungemuita, angekuja na ajitoe kwa Yesu. Na ukienda mbinguni umuone mko pamoja na yeye. Ni gani utafurahia? Apotee? Umeamua apotee kabisa? Aende? Aishie? Neno linasema hivi, malaika wa sita akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa wa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule njoka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita vya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake asiende uchi, hata watu wakaione aibu yake. Wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Hari Magedoni. Megiddo ni mji ambao kama hali imeinuka, na anasema siku ya mwisho watu watakusanyikana na watakusanywa ili waweze kupigana na mwana kondoo katika mahala panaitwa Harimagedoni. Hapa ndipo Barak na Deborah waliweza kupigana vita walipokuwa wanapigana wakati ule, na wakashinda katika huu sehemu. Kusoma kitabu cha Waamuzi 4 na Waamuzi 5, utaona ya kwamba waliweza kutoa na wakapigana, lakini walishinda. Hata Gideon mwenyewe, Gideon alipiga wale wa Midiani, aliwapiga katika sehemu hii inaitwa ya Harimagedoni katika Waamuzi 6 hadi 8. Utapata kuna chanzo chake. Hapa ndipo Sauli na Jonathan waliuawa. Hapa Megiddo ndio alikufa. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza 31, na pia ukisoma mambo ya nyakati wa pili, Chronicles wa pili 35, yule Josiah alikuwa mfalme, alikufa hapa. Watakusanya watu kupigana na Yesu Kristo, vita vya Harimagedoni. Na huyo wa 7 fungu la 17 akamimina kitasa chake juu ya anga, sauti ikatoka katika hekalu katika kile kiti cha enzi ikisema, imekwisha kuwa. Pakawa na umeme na sauti na radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa mno, na mji ule mkuu ukagawanyika mafungu matatu, kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena. Na mvua ya mawe kubwa sana, ya mawe mazito kama talanta, ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni kubwa mno. Pigo la 7 ni mawe yataanguka bila maji, na kila jiwe limesemekana uzito wake ni talanta moja. Talanta moja ni sawa na pounds, kama wale mnahesabu na pounds, 100 or 120 uzito wake. Kwa hivyo itaangukia wewe, inakulima. Kama kuna wakati sura za watu zitaharibika, ni wakati wa pigo hili. Linalima wewe, unakuwa dishaped. Kichwa yako inaangalia kaskazini, pua likiangalia kusini, na unashindwa utaenda wapi, hakuna hospitali. Mawe haya ndiyo yatabomoa manyumba. Mawe haya yatabomoa kila mahali. Mungu ameamua kuwalima, na watamtukana Mungu badala ya kutubu dhambi zao. Why? Kwa sababu it is too late. Kile kinafanya uone wanamtukana Mungu, wanamtukana Mungu, wanamtukana Mungu, ni kwa sababu hawezi wakatubu. Roho alishaondolewa. Roho alishaondolewa. Mlango ulifungwa. Biashara iliisha. Biashara ya roho na Yesu iliisha. Hawezi wakatubu dhambi zao. Ndio ninakuuliza, na wewe unangoja nini? Ni kwa nini unangoja kama hujakubali? Nauliza, kama kuna mtu yeyote anaambia Yesu, mimi ningeomba nikukubali uweze kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu, inua mkono mahali ulipo. Yesu, naomba uniongoze. Simama tuombe, simama tuombe. Nauliza wale ambao hawajabatizwa, njooni ili tuweze kuomba pamoja. Kama hujabatizwa, kama ungetaka kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, pia songea hapa mbele ili tuweze
Omba na wewe na wale wako katika vituo mbalimbali, wale mko mbali pia nimewakabidhi mikononi mwa Bwana.